katika ukoo mzima kuna vitu vinafanana tu, hata kama ni magonjwa, hata kama ni namna ya kupata kazi au ni biashara, kuna namna ambayo inafanana, umri wa kuishi duniani, vitu vinavyofanana, yaani maisha ya mfanano. Hayo ndio ishara ya kwanza yanayoweza kukuonyesha kwamba sisi tuna kitu ambacho sio cha kawaida katika familia ya kwetu. Hayo maisha ya mfanano namna hii, lazima kuna mtu anatakiwa asimame kwa nafasi ya Mungu aliye hai ili aweze kuwatoa hao watu katika hiyo shida ya maisha ya mfanano. Mambo ya viapo, mambo ya laana au matamko mbalimbali huwa yanafanya kazi kwa siri sana. Kama wewe sio msomaji wa neno la Mungu, ni vigumu sana kutambua haya mambo ninayoyaelezea wakati huu. Kuna watu ni mateka, kuna watu wanakaa magerezani ingawa unawaona kwenye uraia, lakini wanaishi katika magereza mbalimbali ya kiroho kwenye ulimwengu wa giza. Neema ya Kristo isipotusaidia, tunaweza tukawa maisha yetu yote tutaishi magerezani, lakini neema ya Mungu imefunguliwa. Mungu anataka tuondoke katika magereza. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Huu ni wakati wako wa kufunguliwa. Ni wewe tu uamue, kwa sababu Mungu yuko hapa. Haleluya. Kanisa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Tunaendelea na somo letu. Na leo tuna muda angalau mzuri kidogo. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Tuna muda mzuri ambao tunaweza tukasogea mbele kidogo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Tumekuwa na somo tangu Jumatatu. Wale ambao ni leo tu ndio wamefika, hawajafika tangu Jumatatu, hebu nyosha mkono pia nijue kama ni wengi. Okay, na wapo kabisa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Wapo wengi. Sasa tulikuwa na somo ambalo tulilianza siku ya Jumatatu lenye kichwa kinachosema jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua. Jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila hao watu wanaoteswa kujua kinachowatesa. Ni somo ambalo tulilianza Jumatatu na kichwa chake ni hicho, lakini lilikuwa linaongozwa na kitabu cha Maombolezo mlango ule wa 5 mstari ule wa 7. Viapo, jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua. Nasema hivyo, narudia ili wale wanaoandika waliofika siku ya leo tu waweze kuandika. Jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nilisema hivi, viapo na laana ni milango iliyo wazi ya kupitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu waliopo. Nikasema viapo na laana ni milango iliyo wazi ya kupitisha mashambulizi kwenye maisha ya watu waliopo, wanaoishi sasa, waliopo sasa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ni milango iliyo wazi ambayo inapitisha mashambulizi kwa watu waliopo sasa. Na tukiongozwa na kile kitabu cha Maombolezo ule mlango wa 5 na mstari ule wa 7, naomba nisome. Ni kwa ajili pia ya wale ambao hawakuwepo, lakini nitakwenda tu kwa haraka. Maneno ya Mungu yanasema hivi, 5:7. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Kanisa, Bwana asifiwe. Angalia neno ambalo linatuongoza, linatuonyesha au linafunua ile siri ya mateso ambayo watu wanateseka bila wao wenyewe kujua ni kitu gani ambacho kinahusika katika yale mateso. Wanateseka lakini hawafahamu. Sasa neno linatuonyesha kwamba baba zetu, wale watu wazee wetu,
waliotutangulia, kuna dhambi ambazo walizitenda, sasa hivi wao hawapo, lakini kwa sababu ya zile dhambi walizozitenda, sisi tulioko hai sasa, sisi watoto wao, sisi ambao tulizaliwa na wao, tunazitumikia, yani tunautumikia ule uovu, tunatumikia ule uovu wa ile dhambi yao ambayo wao walitenda. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ni kama tunalipa yale mambo walioyatenda mabaya. Wanaopigwa sasa ni sisi, wanaoadhibiwa ni sisi. Kwenye kitabu cha Kutoka ambacho tutakuwa nacho huku mbele tunakoelekea, Kutoka mlango ule wa 20, ukisoma kuanzia wa kwanza mpaka nikiendelea mbele, mahali fulani Biblia inasema, mimi ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Manake Mungu huwa anawapiga watoto badala ya kuwapiga wale wazazi waliokosea. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna mahali unapitia ni pagumu, lakini ufahamu ni kitu gani kimetokea. Mbona nateseka? Mbona naumia? Mbona nina magonjwa yasiyotibika, yasiyopona, yasiyoisha? Mbona sifanyi kazi nikafanikiwa? Mbona sina biashara? Kuna vitu mbalimbali unapita navyo, lakini hujui ni kwa nini. Kumbe kuna waliotutangulia ambao wametuachilia huu msala, tunaendelea kuteseka kwa niaba ya kwao. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa Mungu atusaidie sana, ili tunapoenda taratibu taratibu uelewe. Nilieleza nikasema hivi, dhambi yoyote isiyotubiwa inageuka kuwa uovu, na uovu usiposhughulikiwa unakuwa laana. Dhambi yoyote ambayo haikupata mtu wa kuitubia, ikawa ina hang tu, nataka nikwambie hiyo dhambi inageuka kuwa laana. Nitakuonyesha mistari ya Biblia kwa kadiri tunavyoendelea mbele. Kwa kadiri tunavyosonga mbele, nitakuonyesha mistari mingi sana ya kukuhakikishia juu ya neno ambalo linapita katikati yetu. Watu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo nikasema dhambi yoyote isiyotubiwa inageuka kuwa uovu, na uovu usiposhughulikiwa unakuwa laana. Jana nilikunong'oneza juu ya mstari mdogo tu kwenye kitabu cha Warumi ule mlango wa 6:23, nikakwambia Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Kanisa la Mungu, ni mauti. Kwa hiyo wale baba zetu walipokwisha kutenda ile dhambi, manake waliachilia mauti kwenye maisha ya kwetu. Ndio maana utakuta kuna vitu vinakufa kwenye maisha yetu. Inaweza ikawa afya, inaweza ikawa biashara, inaweza ikawa mauti ya mwili kabisa na ya roho kabisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakufa kila itwapo leo, na sisi hatujui kinachotuangamiza. Na Roho Mtakatifu katika majira haya amependa kuyafungua haya mafumbo ili watu wengi wapate kufunguliwa. Nimesema haya mambo yanafanya kazi kwa siri. Yanafanya kazi kwa siri. Usipokuwa msomaji wa neno la Mungu, huwezi kuyajua kwa urahisi. Yaani haya mambo ninayoyaelezea, mambo ya viapo, mambo ya laana au matamko mbalimbali, huwa yanafanya kazi kwa siri sana. Kama wewe sio msomaji wa neno la Mungu, ni vigumu sana kutambua haya mambo ninayoyaelezea wakati huu. Ni ngumu sana kuyajua. Unaweza, kwa sababu unakuwa upo tu, huwezi kujua ni kitu gani kinakukula taratibu taratibu, ni kitu gani kinaendelea kuyala maisha yako taratibu taratibu, huwezi kujua. Lakini kama ni msomaji wa neno la Mungu, Mungu ni mwaminifu sana, unaweza ukayatambua sasa, kwa sababu Mungu amependa kuyafungua. Nilitoa mfano siku ya Jumatatu kwenye kitabu cha Daniel, namna gani Israeli walitambua nyakati za kurudi nyumbani. Ni pale Danieli alivyovisoma vitabu. Alipovisoma vitabu, aligundua majira ya utumwa wa Israeli kwamba umefika mwisho, miaka 70, na wanatakiwa warudi tena. Kwa hiyo alipotambua, akaenda mbele za Mungu kwa toba. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe hicho kitu kidogo kimefichika hapo, nikifungue ukiangalie. Israeli walipelekwa utumwani miaka 70, yani Mungu aliamuru kwamba watakaa kwenye huo utumwa miaka 70. Watu wamenielewa mpaka hapo? Miaka 70. Mungu ndio amesema watakaa miaka mingapi? Miaka mingapi watu wa Mungu? Miaka 70. Ni Mungu.
Sasa saa ya kurudi Israeli, kwa sababu miaka 70 imefika, huo muda ukafika, lakini hakuna mtu wa kumwambia Mungu ili kwamba Mungu awaruhusu Israeli waje. Kuna mtu amenielewa kitu hapo? Bado kuna kitu ambacho hujaelewa. Yaani miaka 70 imemalizika tayari, lakini Israeli hawawezi kurudi. Lazima atokee mtu mmoja atakayesimama na Mungu kwa toba, kwa kilio na maombolezo. Nenda ukaangalie kwenye kitabu cha Danieli mlango huu wa 9, anzia mstari wa kwanza, nenda mpaka umalize huo mlango. Utaona jinsi Danieli anavyomlilia Mungu, kumwonyesha kwamba tayari watu wako wamemaliza muda wao katika utumwa, basi uwaruhusu warejee tena. Niko na watu hapa kanisani. Kwa hiyo kukatokea mtu ambaye alisimama kwa toba ili Israeli irudi. Ndio maana na mimi nakwambia, hakuna namna utaupata uhuru katika mapito unayoyapitia isipokuwa ametokea mtu aliyeelimishwa akaelewa ya kwamba muda wa wewe kurudi kwenye usahihi wa Mungu, kwa kuwa sasa umeshamjua Mungu wa kweli, sasa umeshamtambua Mungu wa kweli na Yesu Kristo ambaye alitumwa. Hakuna namna unaweza kukaa kwenye ule usahihi ambao kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema, tazama umekuwa kiumbe kipya. Ili uwe kiumbe kipya ni lazima uwe una elimu hii kwamba nimeshakuwa kiumbe kipya, sasa ninarudi kwenye toba, ili vile vifungo vya kifamilia vilivyokuwa vimeifunga familia, mimi nikawa mtumwa katika mambo mbalimbali, mimi nasimama na toba sasa, ili tuondoke kwenye vile vifungo, maana tayari neema ya Kristo imeshafunguliwa kwenye maisha yetu. Kuna mtu ameelewa hapa? Kuna mtu ameelewa mpaka hapa? Hivyo lazima atokee mtu mmoja atakayesimama na toba. Kwa nikasema mfano ni Danieli, aliomba kwa ajili ya Israeli, maana muda wao wa kukaa utumwani ulikuwa umekwisha. Hata sisi baada ya Yesu Kristo kutoa uhai wake, utumwa wetu umekwisha, lakini anatafutwa mtu atakayesimama kwa toba ili tuwe wakamilifu kwa neno lake mwenyewe, huyu Mungu wa Israeli. Kwenye kitabu cha Isaya nikakuonyesha sasa, Isaya ule mlango wa 61, Isaya mlango wa 60, mlango wa 61, tukaangalia ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Hebu tuangalie tena leo kwa sababu ya wale ambao hawapo, lakini kwa kumbukumbu ya wale ambao wamesahau tulianzia wapi na hapa tulipo tunaendelea wapi, kwa sababu nimekuambia sina sababu ya kukimbia sana, kwa sababu hatuna haraka yoyote. Tunachokihitaji kutoka kwa Mungu ni uponyaji tu, na Mungu atufungue mahali tulikoshikiliwa. Amen. Kwenye kitabu hiki cha Isaya mlango wa 61 mstari wa kwanza unasema hivi: Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Angalia, Mungu akamtuma Yesu. Alimtuma alipoona vile vifungo ambavyo wanadamu walikuwa wamefungwa navyo, akaona lazima amtume ili atusaidie kufunguliwa katika vile vifungo ambavyo adui shetani na mambo ya kibinadamu yalikuwa yametufunga. Kwa akatumwa Yesu, anatumwa amepakwa mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kutangaza kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao.
maana yake kuna watu walikuwa walikuwa wamefungwa. Yani Yesu anajua, yani Mungu alijua kabisa, Yesu nenda, kwa sababu kuna watu wa Mungu ambao wamefungwa, ili wewe ukahusike katika kuwafungua. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nenda wewe. Kwa hiyo Yesu akaja ili apate kutufungua. Kwenye hichi kitabu cha Zaburi au nianze kwanza na hii ya Isaya 42. Kwenye hichi kitabu cha Isaya 42 tuangalie kwanza 42 afu tuende kwenye Zaburi. Kitabu cha Isaya 42 ule mstari wa 22. Anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Wote wamefichwa katika magereza, wamekuwa, ngoja nirudie tena, samahani. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Wamekuwa mateka wala hakuna mtu asemaye rudisha. Ndio sababu Mungu anamtuma Yesu, kwa sababu kuna watu wako kwenye mashimo, kuna watu ni mateka, kuna watu wanakaa magerezani, ingawa unawaona kwenye uraia, lakini wanaishi katika magereza mbali ya kiroho, kwenye ulimwengu wa giza, wanaishi kwenye hayo magereza. Kwa neema ya Kristo isipotusaidia, tunaweza tukawa maisha yetu yote tutaishi magerezani, lakini neema ya Mungu imefunguliwa. Mungu anataka tuondoke katika magereza. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Huu ni wakati wako wa kufunguliwa. Ni wewe tu uamue, kwa sababu Mungu yuko hapa. Haleluya. Zaburi ya 102, Zaburi ya 102:19. Zaburi ya 102 ule mstari wa 19. 102 mstari ule wa 9. Kanisa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. 102 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema Zaburi ya 102. 102 kwa hapa. Mstari ule nataka kusoma mstari wa 19 na wa 20. Wa 19 na mstari wa 20. Neno linasema, maana ametazama toka mbinguni, ametazama toka patakatifu pake juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Ngoja nirudie tena usikilize. Maana ametazama toka patakatifu pake juu, pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Yaani Roho Mtakatifu sijui anisaidie namna gani ili haya mambo yawe rahisi ndani ya moyo wako. Na mimi nataka nikuhakikishie Mungu yuko tayari kukufungua. Lakini ni namna gani wewe utayaelewa? Namna gani wewe utayapokea? Namna gani haya mafundisho yanaingia kwenye moyo wako? Unayaelewa? Maana yake anataka uelewe, alafu ndipo akufungue. Utakapofunguliwa utakuwa na ushuhuda. Utawaambia watu, nilifunguliwa baada ya kutambua ya kwamba nilikuwa nimefungwa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Utasema nilifunguliwa baada ya wewe mwenyewe kutambua kuwa mimi nilikuwa nimefungwa. Hapo unaweza ukawa na ushuhuda. Na mimi nataka nikusaidie kwa upana sana ili ufahamu ya kwamba nimefunguliwa kutoka kwenye kifungo. Huyu mtumishi wa Mungu anasema hivi kwenye huu mstari wa 19, anasema Mungu alitazama kutoka juu, aliitazama dunia, aliangalia wanadamu huku chini, akaona, anasema ili asikie kuugua kwake aliyefungwa
na kuwafungua walioandikiwa kufa. Watu wa Mungu, kuna watu wameandikiwa kufa. Yani vile vifungo vimeandikwa, huyu afe, asiishi. Kuna watu wameandikiwa kufa. Ngoja nikusaidie, utanielewa kwa kukudokeza, maana bado kule mbele nitakwambia. Kuna watu wameandikiwa kufa. Wameandikiwaje kufa? Katika yale matamko ya waliotutangulia, katika yale matamko, katika yale maneno, katika vile viapo. Kuna viapo vingine vimeapizwa familia zingine, saa ingine wameapiziwa magonjwa ambayo hayana uwezo wa kupona. Familia zingine zimeapiziwa, inawezekana labda kuna mtu mmoja katika familia, huenda alikuwa ni mgonjwa sana, pengine aliugua ugonjwa, tufanye ni kansa, au tufanye ni ukimwi, au tufanye ni magonjwa ya moyo. Yani chagua ugonjwa mkubwa ambao wewe unaofikiria huu ndio mkubwa, wewe uchague huo. Sasa katika kuugua kwake, hali ile ya kuugua, kuna namna ambayo waliokuwa karibu yake labda wamemnyanyapaa, wamemkataa wa kumsaidia, akafika mahali akateseka sana na ugonjwa, wakati kuna watu ambao wangeweza kumsaidia katika hali ile ya mateso anayopitia. Lakini alipofikia muda wake, anaona anaondoka, yule mtu anaamua kutamka matamko, anasema, umeniacha nikateseka namna hii na una uwezo wa kunisaidia. Mungu na awe mwamuzi kati yangu mimi na nyie. Kama nimeugua namna hii na nyie hamkuniangalia, na nyie watoto wako au wewe mtapitia njia hii niliyopitia. Wewe unadharau kwa sababu kafa, hayupo tena duniani. Lakini ngoja nikusaidie uelewe, baada ya mtu aliyetamka matamko kufa, uaga ndiko kinainukaga sasa kile kitu cha laana. Kuna mtu amenielewa hapo? Au nimesema maneno magumu? Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna mtu amenielewa, watu wa Mungu? Yeye ameondoka, wewe unadharau. Lakini nataka nikwambie, ndivyo vinainuka sasa yale matamko aliyoyatamka. Saa ingine inawezekana wewe tena aliyekutamkia haupo, lakini kuna wale watoto wako ambao sasa wanapokea haya matamko, wala hawajui kwamba wewe ulifanya ukaidi juu yake, wala hawajui kwamba ulitamkiwa maneno. Hao watoto sasa wanaingia kwenye hii shida ya huyu ndugu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Haya sio mahubiri ya leo bwana, mimi naishia hapo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Hapo ndio mwisho. Kwa wale ambao hawakuwa wajaja, ndio tulianzia huko. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Lakini sisi tulikuwa tumehama, tuko kwenye kipengele cha pili, si ndio watu wa Mungu? Tulikuwa tumehama jana, tulishafika kwenye kipengele cha pili. Kipengele cha pili kinasema maneno haya, kina kichwa kinachosema, unawezaje kufahamu kama kuna viapo au laana katika familia ya kwenu? Unawezaje kufahamu kama kuna viapo au laana katika familia ya kwenu? Nikasema, nimeweka brackets, nikasema maisha ya mfanano. Namna ambayo unaweza kutambua ya kwamba familia yetu ina shida ambayo inahitaji neema ya Mungu ni maisha ya mfanano, maisha yanayofanana. Katika ukoo mzima kuna vitu vinafanana tu, hata kama ni magonjwa, hata kama ni namna ya kupata kazi au ni biashara. Yani kuna namna ambayo inafanana, umri wa kuishi duniani, kuna vitu vinavyofanana, yani maisha ya mfanano. Hayo ndio ishara ya kwanza yanayoweza kukuonyesha kwamba sisi tuna kitu ambacho sio cha kawaida katika familia ya kwetu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Hivyo basi jana tukaiangalia familia ya Daudi. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tuliangalia familia ya nani? Ya Daudi. Tukaona jinsi baba yao Daudi
alipomuona mwanamke akioga akamtamani, alafu akatafuta njia akampata, anaitwa Betsheba yule mama, akamchukua akalala naye akapata mimba. Alivyoona amepata mimba, kwa sababu mume wake alikuwa hayupo, yuko vitani, akaamua kumwita mume wake kutoka vitani aje amdanganye alale na Betsheba, ili watu waseme ile mimba ni ya yule mume wake. Lakini mume wake akakataa kabisa kuingia kwa mke wake, hakukubali kulala naye. Akasema nawezaje kuwa na starehe wakati bado kuna vita? Akakataa. Kwa hiyo huyu Daudi alipoona kwamba hili litamwangukia, alichokifanya akamwandikia waraka, akamwambia ampelekee mkuu wa kikosi. Alipofika akapeleka, kumbe barua ile ilikuwa inamwambia mkuu wa kikosi amweke yeye Uria mbele mahali ambapo pana vita, auawe ili aibu yake ifichike. Kweli alikufa Uria, lakini shida inakuja ni kwamba baada ya Uria kufa, huku nyuma yaliyotokea sasa, ambayo ndio maisha haya ya mfanano ninayoyazungumza. Mtoto wake Amnon, malipo ya baba yake. Sikiliza, baba ameshafanya uchafu, sasa malipo wanapokea watoto. Mtoto wake Amnon naye akalala na dada yake, umbula wa kaka yake, akalala naye. Alafu baada ya huyu Amnoni kulala na dada yake, kaka yake akachukia sana. Kwa hiyo akatengeneza siku moja, akawa pamoja na wale wanaonyoa makondoo, wananyoa manywele ya makondoo, akawa kule, akamwalika, akamwambia baba, mfalme njoo. Alipokataa akamwambia naomba Amnoni aje. Kwa hiyo kule akaamuru wale wafuasi wa kwake, akawaambia wamuue Amnoni. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yeye baba yake ameua na mtoto wake naye ameuawa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Huyu naye amezini pia, amezini na dada yake. Yaani hiyo ndio inauma zaidi. Bora yule alikuwa amezini na mwanamke wa mtu, huyu anazini na dada yake. Tukaangalia Absalom ambaye naye ni mtoto wa Daudi, na yeye baadaye alilala na wake za baba yake wote, yani masuria, alilala nao wote. Alafu yeye alichokifanya, alikuwa hadharani, Israeli wote wanamtazama, anamaliza huyu, anaingia huyu, anaingia huyu, Israeli wakimwangalia. Utaona jinsi ambavyo malipo yanakuwa magumu sana, mabaya sana na ya aibu sana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa utaona Amnoni naye alifanya hayo mambo ambayo ni mabaya. Lakini mtoto mwingine au mtoto wa Betsheba, ambaye ni yule mwanamke ambaye Daudi alimwangalia kule bafuni, mtoto wake anaitwa Sulemani. Angalia Sulemani, tukiangalia kwenye kile kitabu cha Wafalme, tuangalie Wafalme, kitabu cha Wafalme wa kwanza, alafu mlango ni ule wa 11. Wafalme mlango ni ule wa 11. Mfalme ni ule wa 11 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Maandiko yanasema, Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na wa Amoni na wa Edomu na wa Edomi na wa Sidoni na wa Hiti na wa mataifa Bwana aliowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Huyu naye ni mtoto wa Daudi, ni mtoto wa Daudi, naye akawapenda wanawake kama baba yake, akaoa kwa halali wanawake 700. Baadaye akawa na unajua akisema masuria ni nyumba ndogo, mpango wa kando. Akawa na wanawake wa kihalali 700,
tena binti za kifalme, lakini bado akawa na nyumba ndogo, akawa na wanawake 300. Kwa hiyo jumla ya wanawake ambao Sulemani alikuwa nao ni wanawake 1000. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mgeukie jirani yako, mwambie hiyo inatisha. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Jumla ya wanawake ambao alikuwa nao walikuwa wanawake, yani hii nyumba iliteswa na roho ya uzinzi, hujawahi kuona maisha yako. Waliteseka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Wanawake 1000, mwanaume nani? Mwanamume mmoja. Huyo ndio mwanamume wa kipekee duniani, wala hata kuja kutokea mwingine. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Unajua hapa kanisani tukijaa huku chini wote hivi tunafika 1000 kweli? Hao walikuwa wanawake wa Sulemani. Yaani kujaa kanisa hili lote walikuwa wake za Sulemani 700. Alafu tukiongeza na huko juu, alafu wafike 1000. Walikuwa na mwanaume huyu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mimi nia yangu nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo shetani au roho hii, yani hii roho ya mfanano inaweza kuleta mateso katika familia mbalimbali. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa kwa kuelezea tu bila kusoma, ni juu ya baadaye Adonai, naye Adonai ni mtoto wa Daudi kwa mwanamke ambaye sio Bathsheba. Bathsheba ni mama yake Sulemani, lakini huyu Daudi alikuwa na wake na yeye. Kwa hiyo huyu Adonai ni mtoto wa mmoja kati ya wanawake wa nani? Wa Daudi, anaitwa Adonai. Adonai naye Daudi amekufa tayari, Sulemani amewekwa kwenye kiti. Adonai akaenda kwa Bathsheba mama yake Sulemani, anaenda kumwomba, anamwambia, naomba umwambie mtoto wako, maana wewe hawezi kukukatalia. Mwambie ninaomba sana nimuoe yule mke wa baba yule aliyemwacha. Yaani Daudi alikuwa na mwanamke mdogo ambaye wakati amezeeka aliozwa. Sasa mtoto wake anataka mama yake. Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Haya ni maisha ya familia zetu hapa, na kuhakikishia hii ni maisha ya nini, watu wa Mungu? Ya familia. Haya ni maisha ya familia zetu. Hatuwezi kuwaeleza watu, lakini hayo ndio maisha ya familia zetu. Kuna watu tunapita kwenye familia katika staili hii ninayokuelezea, lakini hawezi kukueleza. Ngoja nikwambie, hayo maisha ya mfanano namna hii, lazima kuna mtu anatakiwa asimame kwa nafasi ya Mungu aliye hai, ili aweze kuwatoa hao watu katika hiyo shida ya maisha ya mfanano. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nataka niseme neno moja hapa. Niseme kitu kidogo kabla muda wangu nakimbia sana. Nataka nikuonyeshe tena. Hebu angalia kwenye kitabu cha Mwanzo. Angalia kwenye kitabu cha Mwanzo. Nataka uangalie kwenye kitabu cha Mwanzo. Ukitaka kujua habari za huyu mtoto anaitwa Adonai, unaweza ukaangalia kwenye kitabu cha Wafalme, alafu uangalie mlango wa 2, Wafalme mlango wa 2 mstari wa 16, Wafalme wa kwanza mstari wa 16 na wa 17. Tuangalie Daudi, tuangalie Ibrahim na yeye kidogo. Tunamwangalia mara moja tu, tunakimbia. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 12, Mwanzo mlango wa 12. Mwanzo mlango ni ule wa 12, naomba uangalie. Kuna kitu cha kujifunza kwa maisha ya mfanano. Na naona siku zetu zinakimbia, najaribu 12, tuanzie mstari wa kwanza. Tuanzie mstari wa 10. Tuanzie mstari wa 10. Tufupishe. Basi palikuwa na njaa katika nchi ile. Abraham akashuka Misri, akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso,
basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe. Ngoja nirudie tena, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Tafadhali useme, ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako na kwa nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, wa Misri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani kwa Farao. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe nini ni habari ya Ibrahim na mkewe, kwamba na wao wakapata njaa, wanaenda katika nchi ya ugeni, nchi ya Misri. Njiani wanakubaliana yeye na mke wake, wanasema neno la uongo kwamba wewe ukifika kule Misri, kwa sababu ya uzuri wako, mfalme atataka kukuoa. Kwa hiyo wewe nitetee mimi, sema ili wasiniue mimi, wewe sema tu kwamba wewe ni dada yangu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Hebu nipungie nijue tuko pamoja. Haleluya. Kwa namuomba ili niishi, wasiniue, naomba useme tu mimi ni kaka yako. Kweli wakafika Misri, walipofika watu wakamuona Sarai, wakamuona ni mzuri, na ukweli kabisa wakaanza kwenda kumwambia Farao kuna mwanamke mzuri. Kwa hiyo wakatafuta mbinu, wakamchukua wakampeleka kwa Farao. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Sasa kwenda huko kote ujue, lakini nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo huyu baba alisema uongo juu ya mkewe, kwamba yeye sio mkewe ila ni dada yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Ukienda kwenye Mwanzo, tuangalie tena Mwanzo tena, Isaka na Rebeka, Mwanzo 26:1. Ukienda kwenye Mwanzo tena 26:1, maisha ya mfanano jamani. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile, njaa ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim, iliyokuwepo siku za, ngoja nirudie, ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Sasa mstari naomba uruke kote ili tuweze kwenda mbele kidogo, twende kwenye mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema hivi: Isaka akakaa katika Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema, ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka. Lakini mimi naomba niishie hapo nikuonyeshe. Baba yake amesema Sarai ni dada yake, mtoto wake na yeye wakati umefika anasema mama huyo mke wake ni nani? Sio kama kuna mtu tunaenda naye kweli, tunaenda na watu hapa, tunaenda pamoja kweli. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Huyu Ibrahimu alisema mke wake ni dada yake. Huyu Isaka ni mtoto wa Ibrahimu, na yeye kipindi miaka imekwenda, njaa ikaja, alafu ilipofika naye anakimbia kwenye nchi yake, anaenda kwenye nchi nyingine kutafuta chakula. Alafu angalia, na yeye ana mke mzuri wa uso, anamwambia maneno yale yale ambayo baba yake alimwambia mama yake. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Maisha ya mfanano, maisha ya mfanano. Sitaki kufafanua sana, lakini nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo ni maisha ya nini? Maisha ya nini? Niko na watu kanisani hapa, nimebakisha dakika chache sana. Niko na watu wanaonielewa. Haleluya, watu wa Mungu. Huyu ni Ibrahim, mtoto wake anaitwa Isaka. Wamesema maneno yanayofanana, viapo, mambo ya laana, mambo ya matamko. Nataka nikuonyeshe tu. Haya, tumalizie
kwa huu mstari mmoja wa kitabu cha Mwanzo. Nataka tumalizie kwenye huu mstari mmoja tu wa Mwanzo. Huyu ni Isaka alisema uongo. Ibrahimu alisema uongo. Isaka amesema, na mtoto wa Isaka jina lake Yakobo. Tuangalie 27 kitabu cha Mwanzo mstari wa 27, mlango wa 27, alafu tuangalie mstari wa 18. Tayari hawa wote baba, mtoto na mjukuu. Akaja kwa baba yake, 27:18. Akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Nani wewe? Isaka wakati huo Isaka haoni. Akamuuliza, nani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau. Umenisikia? Yakobo akamwambia, mimi ni nani? Mtoto wa nani? Mtoto wa nani? Mtoto wa Isaka. Anamdanganya baba yake, anamwambia mimi ni nani? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Anamwambia mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza, nimefanya kama ulivyoniambia. Baba amesema, mtoto amesema, na mjukuu amefanyaje? Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Yaani ndio mambo ambayo tunaishi nayo katika familia zetu. Mimi nilikuwa nataka nikuonyeshe maisha ya mfanano. Kesho tutaingia kwa ndani ni kuonyesha sasa maisha ya kwetu tunayopitia sisi, kwa sababu nilitamani kwanza niwatangulize hawa ili wewe uone na wewe kwa nini uko hapo uliko. Ni kwa sababu kuna waliokutangulia, walipokutangulia wakakutengenezea mazingira, kwa hiyo wewe ukaja ukaingia. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Namna gani tunapona? Namna gani tunapona? Tunaponaje kwenye hii shida? Yaani kuna Yesu. Haleluya. Yaani kuna Yesu, wapendwa. Kwenye hichi kitabu cha Isaya nataka nikuonyeshe kuna Yesu. Kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 11. Kitabu cha Isaya mlango wa 11. Kitabu cha Isaya mlango wa 11. Nataka nianzie kusoma mstari wa kwanza hapo 11, naanzia 1. Nataka nianzie 1 hapo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Isaya mlango ni ule wa 11. Nataka nianzie kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 5. Maandiko yanasema hivi. Kumbe niko 1 hapa. 11. Angalia kitu ambacho Mungu anasema. Anasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, yeye atawaonya wanyenyekevu wa dunia. Kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ningesikia sauti, Bwana asifiwe sana. Angalia, ni katika nyumba ya Yese. Yese ni baba yake nani? Daudi. Yese ni baba yake nani, watu wa Mungu? Daudi, yule aliyeteseka kwa dhambi ya nini? Ya uzinzi. Na katika shina hilo ndiko anakozaliwa nani? Ndiko anakozaliwa nani? Yesu Kristo. Ndiko anakozaliwa nani, watu wa Mungu? Ndio maana nimekuambia hivi,
Kama Mungu atakusaidia uelewe, Mungu yuko tayari kukufungua hata leo, kukuondoa katika mateso unayopitia. Maana alizaliwa katika shina la nyumba ya nani? Ya Yese, ili kuharibu yale mateso yote yaliyowatesa nyumba ya Yese, Daudi na watoto wake, ili kuwafungua na kuwaponya. Na mimi nataka nikwambie, huyu Yesu amezaliwa kwetu, yuko nyumbani kwako. Vile ulivyompa Yesu maisha, ukampa kama Bwana na Mwokozi wako, tayari ameingia kwako, yuko tayari kukufungua minyororo na kamba zilizokufunga. Kuna mtu ameelewa mpaka hapo sasa? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Shina kwenye nyumba ya Yesu ndiko alikozaliwa Yesu. Ni baada ya huyu Daudi kuwa na mateso makubwa, yaani vile vifungo vimemtesa Yese, kwenye ile shina sasa anazaliwa Yesu, ili aje kuwakomboa, ili aje kuwafungua, ili aikate ile minyororo, ili aondoe uhalali wa yale mateso ambayo yalikuwa yanawatesa. Akazaliwa humo kwenye shina la Yese, akazaliwa Yesu mwana wa Daudi. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Daudi akawa huru. Daudi akawa nini? Huru, kwa sababu tayari kuna kitu kimezaliwa. Na mimi nataka nikwambie, tunapokuongoza sala ya toba hapa, maana yake tunataka chipukizi hilo kwenye hilo shina la familia ya nyumba ya baba yako, la familia ya nyumba ya mama yako, la familia ya kwako mwenyewe, hilo chipukizi litokeze. Likitokeza, hayo mateso unayopitia, hiyo dharau, hiyo aibu, kila namna ya kukataliwa, mimi nataka nikutangaziwa nikiwa juu ya hii madhabahu ya Mungu aliye hai. Ngoja nikusaidie unielewe. Ziko madhabahu, ndio zipo kabisa, lakini nikukumbushe neno moja tu. Hii madhabahu ni kama mahakama ya rufaa. Ni kweli umehukumiwa, lakini tukifika kwenye hii mahakama ya rufaa tunabadilisha hukumu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ni kweli, ni kweli. Yaani unapokuja hapa usije ukibahatisha. Elewa, ni kweli walifanya. Njoo ukijua, Baba, ni kweli, lakini nimesimama kwenye mahakama ya rufaa. Ninajua hiyo hukumu niliyokuwa nastahili kuhukumiwa nikiwa kwenye hii madhabahu, maana ni zaidi ya mahakama ya rufaa. Mambo yanabadilika katika jina la Yesu. Mimi ninatoka kwenye ile mateso, ninakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Sio kama kuna mtu sasa amenielewa. Nafikiri fikra zako zimeelewa. Kwa nini nakwambia unaweza ukapona? Na sina mashaka juu ya hilo. Sina mashaka juu ya wewe uliyeteseka miaka mingi. Ni kweli umeombewa. Ni kweli umeshirikishwa mpaka meza ya Bwana. Ni kweli umeteseka, lakini nimesimama mahali pakuu sana. Mahali nilikosimama ni mahali ambapo hakuna ufalme mwingine wowote unaoweza kushindana na madhabahu hii alafu ukashinda. Sijaona na haitakuja kuwepo chini ya jua kwamba madhabahu niliyosimama ndio ya muweza wa vitu vyote. Kanisa, Bwana asifiwe. Ndio, ni kweli unao ugonjwa. Mimi nakubali, nimeinua mikono yangu juu. Na ukweli daktari anasema huo ugonjwa hauponi. Nimesimama kwa Mungu mwenye mamlaka na magonjwa yote. Nimesimama hapo na nakwambia hilo shina, anapokuongoza mtumishi wa Mungu maombi yale ya toba, maana yake ni kukuzalishia hilo shina lizae kwenye hiyo familia ya kwenu. Likisha chipuka, magonjwa yameshindwa, mateso yameshindwa, aibu imeshindwa, kukataliwa kunaondoka katika jina la Yesu. Kuna mtu amenielewa hapa? Nimwalike sasa mwalimu na mtumishi wa Mungu mzee Sawe.
Karibu sana baba. Nimepokea baadhi ya simu zinazoniambia juu ya maombi yanayoongozwa mahali hapa, jinsi ambavyo yamekuwa faraja kwa watu. Wale wanaonifahamu na wenye simu mahali hapa wamenipigia wengine simu. Nataka nikuambie, kama unataka kufa hakuna mtu wa kukunyima, ila kama unataka uzima uko hapa katika jina la Yesu. Kama unataka kuendelea kuwa fukara maskini, hakuna mtu atakayekataa, lakini utajiri na heshima viko hapa kwa Bwana. Kanisa, Bwana asifiwe. Ni matamko yako, kupata au kukosa viko kwenye uwezo wako, viko kwenye kinywa chako. Hakuna mtu wa kukuwekea mikono hapa. Si tunakuambia tamka. Matamko yana nguvu, na unapoyatamka tayari umeongozwa toba. Kwa hiyo unayatamka katika utakatifu, ina maana una connection ya kimbingu na Mungu lazima atayafanya unayoyatamka. Haleluya.